Mawasiliano na Ulinzi wa Mazingira Tanzania, mtaalamu wa tiba asili nchini. Okay. Karibu. Leo tunazungumza kwenye vitu vya ndani kuhusiana na ishu ya tiba asili. Ndio. Okay. Anafikiri kubwa nataka kufahamu kwamba tiba asili ni nini? Tungepata ufahamu kidogo kuhusiana na uelewa wa sasa hivi wa watu kuhusiana na namna ambavyo tiba asili imekuwa ikiokoa watu wengi. Okay, labda ndugu wasikilizaji wa Tanzania wenzangu, viongozi, wataalamu wa kutoa huduma ya tiba asili, waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, tiba asili ni mama wa tiba ya kisasa. Tiba asili imekuwepo tangu kuwepo binadamu wa kwanza katika uso wa dunia, na ndio huduma ya kwanza ambayo binadamu wameitumia kwa karne nyingi. Kadiri historia uwepo wa binadamu katika uso wa dunia, basi ndivyo huduma ya tiba asili imekuwepo, lakini imekuwa ikiboreshwa katika hatua mbalimbali kulingana na nyakati, tafiti zinazoendelea, kukua kwa teknolojia, mawasiliano, habari, mawasiliano ya jamii kati ya mataifa na mataifa, mpaka taifa letu la Tanzania lilipopata uhuru mwaka 1961. Bado viongozi wa awali kabisa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliweka msingi mahususi wa kuendeleza hayo maarifa ya jadi, maarifa ya asili kwa ajili ya kuwaponya binadamu. Lakini zaidi mwaka 1974 kama tukio la wazi kwamba Mwalimu alianzisha taasisi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ITM, kwa kuondoa kulikuwa na jumuiya iliitwa UWATA na kuleta ITM ili fanye kazi ya kutafiti dawa za asili na tiba asili katika nchi yetu ya Tanzania. Miaka ya 78 shirika la afya duniani WHO walifanya azimio la Alma-Ata Burkina Faso. Kwa azimio hilo lilizitaka nchi zote duniani pia kuendeleza huduma za tiba asili katika mataifa yao. Bahati njema sana, Tanzania ni moja ya nchi zilizochukua hatua ya mapema kuitikia wito huo wa WHO, lakini na utaarifu uliozingatia mazingira halisi ya wananchi wetu. Kwenye vituo vya afya viko vijiji, yani viko mbali huko vijijini. Kutoka kijiji kimoja mpaka kufika kituo cha afya, zahanati ya hospitali ni kitambo, kulingana na jiografia na hali halisi ya uchumi wa binadamu na uchumi wa nchi. Kwa hiyo imeendelea kupita katika mistari tofauti mpaka mwaka 1989 ambapo huduma za tiba asili, ambapo awali zilikuwa katika Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, zikihusishwa na matukio mengine kama ngonjera, ngoma, migabo na matendo mengine, zikahamishwa kutoka Wizara ya Utamaduni kwenda Wizara ya Afya mwaka 89. Na zikajumlishwa katika sera ya afya. Ilipofika miaka ya 2002, tunampongeza sana hayati Benjamin William Mkapa, ambapo chini ya utawala wake alitunga sheria ya tiba asili na tiba mbadala namba 23 ya mwaka 2002, na tarehe 31 Disemba mwaka huo akaisaini kuwa sheria rasmi inayotambua huduma za tiba asili katika nchi na inayoweka masharti ya namna ya kutoa huduma, namna ya kuweka rekodi za wagonjwa, namna ya kuvisajili vituo na kufanya tafiti zaidi juu ya dawa. Kwa hiyo kuweka muundo rasmi wa usimamizi wa huduma za tiba asili kisheria. Hii ilikuwa ni hatua kubwa sana katika nchi yetu. Na baadaye awamu ya 4 ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais, alifanya jitihada kubwa naye kwa kuizindua rasmi zoezi la urasimishaji wa huduma za tiba asili kupitia Bi Blandina Nyoni aliyekuwa katibu mkuu Wizara ya Afya kwa niaba ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kayanza Peter Pinda aliyekuwa waziri mkuu wakati huo. Hiyo ilikuwa ni heshima kwa watoaji wa huduma ya tiba asili nchini, kwanza kujitambua kwamba serikali yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawatambua, inathamini mchango wao,
na inathamini uwepo wa rasilimali tiba zinazotoka katika bahari, mito, maziwa, kwa maana mimea dawa inayopatikanika huko na baadhi ya rasilimali zilizoko huko katika hayo maeneo, lakini pia uwepo wa madini katika nchi yanayotumika kama sehemu ya tiba na kuwepo kwa mimea tiba inayopatikanika nchi kavu ambayo nayo inatumika kama dawa ama kama vyanzo vya uzalishaji wa dawa. Hii kwetu sisi watoa huduma ya tiba asili na serikali yetu ilikuwa ni tangazo kubwa kwa jumuiya ya kimataifa kwamba tuko tayari kwenda na miongozo ya Shirika la Afya Duniani, lakini tuko tayari kusimamia usalama wa watu wetu wanaopokea huduma za tiba asili kwa maana wananchi, na tuko tayari kutoa mchango unaopimika kupitia utafiti wa maendeleo. Kwa hatua hizo zote tatu msingi, Tanzania imeendelea kupiga hatua kubwa, ambapo awamu zilizofuata, awamu ya 5 ya hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, hasa baada ya tukio gumu lililoikumba dunia au baya lililoikumba dunia, tukio la Uviko-19. Hili lilifanya kila taifa kuangalia ni namna gani linatoka kwenye mnaso, wanasema kutoka kwenye mnaso wa tatizo lililoishitukiza dunia kwa muda mfupi, ambapo ililazimika kila taifa kuangalia mbinu walizonazo katika mataifa yao zinazoweza kusaidia kuleta ukombozi wa jamii, kurejesha mahusiano ya wananchi kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Mtafahamu ndugu mtangazaji na wananchi kwa ujumla kwamba janga la Uviko-19 pandemic ilileta gharika ya kiuchumi, na pale ndo tulipojua dawa za asili pale. Ni kweli wengi ndipo walipofahamu kwamba kumbe kuna dawa za asili na zinao uwezo wa kusaidia kuokoa maisha ya watu wenye kutaabika, wenye kusumbuka, lakini taarifa zile namna tulivyozipokea ndizo ambazo zilituumiza zaidi. Lakini pale Shirika la Afya Duniani lilipokuja kutangaza kwamba tukubali tuzoee kuishi na Uviko-19, imekuwa ni hali ya kawaida, maisha yamerudi kama ilivyokuwa kabla ya kuwepo kwa pandemic ya Uviko-19. Kwa hiyo mchango wa tiba asili ulionekana kwamba watu walijua kumbe kitunguu saumu chaweza kuwa dawa, kumbe mkaratusi waweza kuwa dawa, kumbe mdaula waweza kuwa dawa, mjafali na vitu vingine. Hivyo Rais Magufuli, Mwenyezi Mungu amrehemu, kwa maelekezo yake, nakumbuka akifungua hospitali ya Mloganzira akizindua, akatangaza ekari 500 pale kwamba zitumike kwa ajili ya upandaji wa miti dawa ambayo itakayotumika kwa ajili ya kuzalishwa dawa zake ziweze kutumika katika vituo vya afya ikiwemo hiyo hospitali. Ile ulikuwa ni ujumbe mahususi kwa wasomi wa nchi hii na baadhi ya wale wenye mtizamo potofu kuhusu tiba asili au dhana ya tiba asili, kuihusisha na matendo yasiyokuwa tiba asili, kuanza kuamka kwamba tiba asili ni science. Tiba asili ni maarifa ya namna ya utendaji unaotumika katika kuchunguza, kukinga na kutoa ushauri wa kuliondoa tatizo la kiafya kwa kutumia dawa ama pasipo kutumia dawa. Sawa, sisi tunashukuru sana kwa elimu hii ndogo ambayo umetupatia kuhusiana na uelewa kuhusu tiba asili. Ndio. Asante sana kwa muda wako kiongozi. Nashukuru sana, asante kwa kipindi hiki na asante kwa muda huu. Tushirikiane, tiba asili bado iko katika hatua za kuendelezwa. Tunamhitaji tushirikiane tukamilishe vituo hospitali 14 zilizoko nchini 2028. Tuvitambue vituo vya utoaji wa huduma, vitambue rasilimali zote za kutibabu zilizoko katika nchi, zijumuishwe pamoja, zitambuliwe, kila binadamu au mwananchi aweze kuwa na uchaguzi huduma ya aina gani anataka kuitumia, aitumie katika hali ya usalama, ubora na uwezo kuondolewa tatizo lake la kiafya bila kupotezewa muda. Asante sana. Nadhani umepata somo Yes, tumejaribu kuweza kupata elimu kidogo kutoka kwa wataalamu wenyewe, ambao kiukweli huyu ni Bonaventure Mwalongo ambaye ni katibu mkuu wa tiba asili na mazingira Tanzania.